Yes, of course, mimi naitwa Ali, karibu kwenye mahojiano yangu na Saleh Jembe, tupige story namna tueleze alivyoona press conference zilizofanyika jana kuhusiana na klabu ya Simba. Tumeona kuna press ya kwanza ilifanyika ya wanachama wakirusha ama wakimwataki mwekezaji Mohamed Dewji kuwa yeye ndio sababu ya Simba kuyumbayumba, wakipeleka hoja zao. Lakini pia baada ya nusu saa tuliona klabu ya Simba ikitoa taarifa kwa umma mbili, kutoka kwa uongozi, lakini pia kutoka kwa mwenyekiti wa bodi kwa maana ya Mzee Kratos Magoli. Lakini pia baadaye tukaona press nyingine ya mashabiki wao wakiwa upande wa mwekezaji, akiwa wanamtetea mwekezaji. Kwa hiyo ni kama jana watu walikuwa wanarushiana, lakini baadaye mwenyekiti wa klabu ya Simba Mangungu naye alizungumza kwa ujumla, kuweka kila kitu sawa kwa kile ambacho kimekuwa kiendelea kwenye klabu yao. Tuko hapa na Jembe atueleze namna ambavyo yeye ametafsiri vipi hiki kinachoendelea kwenye klabu ya Simba. Jembe, kwema? Kwema, mambo vipi? Salama, tuko vizuri. Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Ijumaa karimu. Jembe, wewe ni muumini wa kuachia watu watoe maoni yao ili kila mtu apresenti alichokuwa nacho kwenye akili yake. Tuanze na upande wa kwanza wa Simba ambao wanachama jana walifanya press yao ya kwanza ikiongozwa na Dr. Mohamed Hamis, yuko JB 64, mchungaji wa Simba, lakini na wengine, kila mmoja alizungumza lake. Walikuwa na hoja zao. Hoja ya kwanza ni mwekezaji Mohamed Dewji, yeye hajatoa hela Simba. Kipindi cha usajili kimefika, anapigiwa simu, anazima, hapatikani, kiasi cha kwamba mwenyekiti wa Simba Mangungu kwenda kukopa hela kuja kufanya usajili kwenye ile dirisha dogo. Lakini pia hoja yao ya pili wanasema kwamba Mohamed Dewji amezuia mchakato wa wanachama wapya kwenye klabu ya Simba, kwa hiyo wamebaki wale wale ili aweze kuwatawala. Lakini hoja yao ya tatu ni mishahara. Simba imekuwa kiumba kwenye mishahara, mwekezaji amekuwa atoe mishahara. Lakini hoja yao ya nne ambao ndio imewafanya wao kupelekea kumpa masaa 72 Mohamed Dewji aondoke ndani ya Simba ni Mo kusema anaidai Simba bilioni 98, anaidai Simba, na akashapeleka barua kwa CEO kwa maana ya saini iende kwa bodi nao waipitie ili Mo Dewji aweze kulipwa hela zake. Hizo ni baadhi ya hoja ambazo wameziwasilisha mashabiki wa Simba. Kwako unazitafsiri vipi hizi hoja? Kwanza mimi ni muumini kama ni ulivyosema wewe, muumini wa kuachia watu wazungumze ili uweze kuwasikia. Mara nyingi watu wamekuwa wanazuia watu kuzungumza, labda kwa hofu hiyo. Wakati mwingine wazungumzaji wamekuwa wanazungumza hovyo hovyo, na watu wanapozungumza, mimi ninavyoamini, unapata nafasi ya kujua uwezo, upeo, nia na dhumuni la wale wanaozungumza. Sasa unaona hawa wamezungumza, mimi nafikiri ni jambo zuri sana kwa Simba kuliko vile ambavyo watu wengi wanalitafsiri. Sijajua kama hivyo umeona press release imetoka, na kumekuwa kuna maswali mengi kwamba mbona ilitokea hivi hawakufanya. Hata tulipofika hapo sasa, mbona walikuwa kimsema Mangungu hawakusema. Na mimi nilikuwa nafikiri ukiona aliyetoa press release, mfano klabu imetoa siku chache zilizopita, Mangungu alishambuliwa, klabu ikatoa press release. Ndio. Kwa hiyo nafikiri wamekuwa na utamaduni huo, lakini bado uongozi wa Simba umeonyesha umuhimu wa mwekezaji wao, kwamba ni mtu ambao wanamhitaji, wanaelewa. Lakini kitu ambacho mimi kimenishangaza sana kwa waliozungumza, na bahati nzuri mimi nilibahatika kuzungumza nao pia, wakiwa wanataka maoni yangu kwamba kama walichozungumza ni sawa au sio sawa. Mimi nikasema bahati mbaya sikuwa nimeona vyote mlivyozungumza. Kwa hiyo acha niangalie nikipata nafasi ya kuona, alafu ili niweze kueleza na mimi maoni yangu. Kwa sababu mimi mtu anayesema sio adui. Na ukiangalia watu wengi sana wanazungumza kwenye karibu kila kitu. Maana yake cha kwanza unachofanya ni kuwasikiliza na kuwaacha wazungumze kama kuna uwezekano wa kuzungumza. Lakini mimi swali langu linakuja, kwa nini watu wanazungumza kupitia hearsay? Yaani wanazungumza kupitia fununu, halafu fununu ndo wanazifanya ukweli na uhalisia. Mfano, watu wanakuambia hivi, umesema moja ya hoja umetaja hapo kwamba mwekezaji hatoi fedha. Pincha usajili kazima simu. Swali linakuja, nani aliwaambia
nani aliwatangazia kutoka kwenye klabu ya Simba kwamba mwekezaji kazima Simba? Na wapi wamekosa kufanya usajili? Na nani alisema, ni Mangungu mwenyewe au nani kwamba Mangungu kakopa hela? Kwa sababu watu wote hapa kila siku wakizungumza wanasema Mangungu hafanyi usajili, si ndio? Wanasema hivyo. Kwa nini tunakwenda kumlaumu timu inapofanya vibaya? Sasa vipi Mangungu alikwenda kukopa fedha? Kwa hiyo ni zile habari za kwenye vijiwe vya mitandao ya kijamii watu wamevichukua, halafu wakakasirika wakaenda kusema. Lakini swali linakuja, na ndio maana nilikuwa natamani labda ningekuwa na mmoja wao hapa, kwamba nani anasema kwenye klabu ya Simba mfadhili au no nini mwekezaji ndio anatakiwa kutoa fedha za usajili? Nani anasema? Wapi hiyo ipo kwenye katiba? Labda waliwekeana, kuna makubaliano labda na klabu, anayejua labda atuonyeshe. Juzi kwenye mkutano wa mwisho wa Simba ambao ulizua tafrani, klabu ya Simba ilisema Mo Dewji ametoa fedha za usajili, si ndio? Kwa hiyo unataka kuniambia kama klabu inasema mwekezaji ametoa bilioni 6 amewapa, halafu wanachama wamekuja wanasema hajatoa, sisi tushike la nani? Sasa nani kawaambia wanachama mwekezaji hajatoa fedha? Klabu imetuambia sisi wadau kwamba mwekezaji ametoa hela. Wanachama wamekuja wanasema mwekezaji hajatoa fedha. Nani kawaambia? Kutoka wapi? Kama ametoa bilioni 6, anatakiwa tena atoe ngapi? Labda mfano makubaliano yao wao, mwekezaji anatakiwa atoe shilingi ngapi kila mwaka, na akisha toa labda safari hii hajatoa ngapi? Sababu ni vibaya sana tukiwa tunazungumza kama vile vipepeo. Ya unajua unaruka, hakuna hata direction, unakwenda kushoto, unakwenda kulia, yani unatoka Sinza kwenda Manzese lakini unaangukia Buguruni, unarudi Ilala, yani mpaka uje ufike pale inakuwa ni shida. Hawatuambii shilingi ngapi mwekezaji anatakiwa atoe kwa mwaka, kwa makubaliano yapi? Halafu akisha zitoa hizo, huyo mwekezaji inakuwaje mwisho wake? Kwa sababu mimi nilichokuwa nakifikiria ni wanachama wa Simba kwenda kwenye press conference kama walivyofanya wale wa jana, kwenda kulalamika kwamba transformation yetu sisi haikamiliki, inamfanya mwekezaji kushindwa kutimiza zile ahadi alizozitoa, including swala la uwanja nafikiri. Sasa transformation haijakamilika, yeye huyu anatakiwa awe anatoa hela tu. Kwa misingi hipi? Kumekuja kuna issue meisema ya kwamba inaonekana mwekezaji kakopa, ameleta barua, lakini ile barua klabu ya Simba imesema hapana. Umeona mitandaoni. Sasa kwa nini hawa watu wanajaji kila cha mtandaoni ambacho ni tetesi au hearsay, wanakwenda kuifanyia press conference kumlaumu mtu? Mfano mimi nilimuona yule kijana anayesema Mo Dewji aondoke. Sasa zingine paka unamuonea huruma na yeye. Wakati mwingine unasema huyu anasema mwenyewe au anasema kwa mujibu wa watu wengine. Sasa watu wana vyanzo jembe. Kwa hiyo kuna mtu anasema mimi story nikitoa kwa jembe basi ni ya uhakika. Kuna mwingine bwana story nikitoa kwa Boldense basi ni ya uhakika. Sasa hawa watu wote walio kwenda kuzungumza, klabu imewakanusha. Tuwaamini vipi sasa? Kama hivyo vyanzo unavisema. Maana chanzo, mimi nikikwambia chanzo kukanusha kiwezekani, kwa sababu nakwenda kuchukua kwa reliable source. Sasa kilichotolewa na klabu maana kimewakanusha wale, kana kwamba wale wamesema vitu ambavyo sio sahihi. Lakini wale wameshasema tayari, wana judgment. Mimi nilifikiri wangekuwa smart, wangeenda kuhoji kwamba kuna taarifa hii kweli. Tena hawakupaswa kumhoji Mo. Unamhoji anayedai. Ungeihoji klabu yako pande wa 51%, kama kweli tunadaiwa na hii, klabu itueleze, uongozi utueleze tunadaiwa aina gani ya madeni katika matumizi yapi. Hicho ndio itakiwa kwenda kufanya wao, sio kwenda kumfukuza mdai kama ni kweli huyo mdai yupo. Lakini umerudi kwenye swala la kusema hatoi fedha na wakati huo hautaki kudaiwa. Hizo fedha anazotoa, anakupa hizo fedha kwa mfumo upi? Je, klabu ya Simba ina makubaliano huyu mfadhili awe anatoa tu fedha? Yaani maana yake awe anaisaidia tu Simba? Sasa imekuja na habari ambazo ni personal kwamba kazima simu. Unajua, ukisikiliza, ukiweka kwenye kichwa chako, kama kweli akili yako inazunguka vizuri, kwamba mtu kama Mohamed Dewji, mfanyabiashara mkubwa kama yeye, tajiri namba 1 Tanzania, amezima simu.
kwa nini anashindwa kusema mimi sasa hivi sio wakati wangu wa kutoa au siwezi kutoa kwa sababu 1, 2, 3? Yani azime simu, anamwogopa nani sasa? Lakini ukiangalia huyu ndio ni mtu ambaye amekuwa most successful kwenye klabu ya Simba kwa kipindi chote cha mafanikio ya Simba. Imetokea hatoi, maana yake ni swala kukaa chini na uongozi kama kweli anatakiwa kutoa, afu akalizungumza. Lakini so hali mzuri, nani akijisikia tu anakwenda kukaa anasema aondoke. Na mimi nikwambie, sio rahisi kama watu wanavyofikiria kwamba yani leo akitoka mwekezaji wako basi anapatikana tu mwingine. Utafikiri vile wawekezaji wananunuliwa sokoni. Ukitaka kwenda vile kama kununua, leo unachagua kwenda kununua embe, unanunua, kesho enda kununua tikiti, unanunua, basi kwa sababu ni mwekezaji wanapatikana tu. Kwanza inatakiwa mapenzi, nia yake yeye na kadhalika. Hauwezi ukasema yeye ana vitu vibaya tu. Lakini hivi vitu tunavyoambiwa vyote ambavyo hata mimi nashindwa kuvizungumzia kumkosoa, vina ukweli upi? Leo angekuwa amesimama mwenyekiti wa Simba upande wa 51%